Hujambo na karibu kwenye kipindi cha Nyundo ya Barwan Mohuza. Hivi leo na kualika nikiwa ugenini nje kabisa ya studio zetu za Dar es Salaam, kama ambavyo umezoea nikitamba katika studio zetu za Azam TV pale Tabata. Hivi leo nimefunga safari mpaka Iringa. Niko Iringa hapa ambapo nimekuja kuzungumza na kocha wa timu ya soka ya Lipuli wana Paluhengo, timu ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara, Suleiman Matola. Huyu ni mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania, akitumikia zaidi klabu ya Simba na kupata mataji mengi, na ameingia kwenye rekodi ya kuwa nahodha mwenye mafanikio zaidi katika klabu hiyo katika historia, kwani alichukua makombe mengi wakati akiwa yeye nahodha kwenye kipindi chake cha miaka ya 2000 mwanzoni mpaka hapo katikati ya miaka ya 2000. Na baada hapo akafanikiwa kwenda kucheza soka nchini Afrika Kusini, akarejea tena nchini baada ya muda, na sasa yeye ni kocha. Tutazungumza naye masuala kadha, kuanzia wakati akicheza mpira, mambo mbalimbali, nini wanaweza kujifunza wachezaji wa sasa, lakini pia jinsi ambavyo amekuwa kocha, changamoto za kuwa kocha wa timu ya mpira hapa nchini Tanzania, timu ndogo hivi na sio zile kubwa, lakini pia nini ambacho watu wanaweza kujifunza, ikiwamo klabu yake ya zamani ya Simba na pamoja na ndugu ama majirani zao Yanga, hali kadhalika timu zingine zinaanza kujifunza kitu gani, wachezaji wa sasa wanaweza kujifunza nini. Lakini pia kuna jambo kubwa la kuangalia kwamba yeye amecheza mpira huko Afrika Kusini na ametembea maeneo mbalimbali. Nini wachezaji wetu wanakosa kulinganisha na wachezaji wa timu zingine ambako wanacheza mpira huko waliko, na wengine wanakuja kucheza mpira hata hapa Tanzania, na kwa nini hajatamani kwenda kuwa kocha nje ya nchi. Mimi ni Barwan Mohuza, mwenyeji wako, nikiunguruma hivi leo kutoka Iringa. Nitarejea baada ya muda mfupi. Karibu. Sasa moja kwa moja nimeshakuwa na mgeni wangu hapa, Suleiman Matola. Karibu. Asante. Habari za Iringa? Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Nimefurahi nimefika hapa na kwa ajili ya mahojiano nawe kuhusiana na masuala mbalimbali ya soka. Kwanza hongera kwa kuwa kocha wa timu ambayo inaonekana inapata mafanikio japokuwa taratibu. Namshukuru Mungu. Sio kidogo je. Unajisikiaje kuwa wewe ni kocha na unajenga heshima sasa? Watu wanakutazama kama miongoni mwa makocha wazuri. Mimi nafikiri Barwani, mimi namshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu hata kipindi nakuja kujiunga Lipuli, kutokana na timu ilikuwa ina matatizo mengi, hakuna mtu kama alitegemea kama Lipuli ingefanya vizuri. Kwa hiyo na nimefurahi kwamba nimefanya vizuri katika timu ambayo watu walikuwa wategemea kama itafanya vizuri kabisa. Na hebu tueleze basi, kabla hatujaenda mbali, pengine wengine wangetamani kufahamu kwamba Matola umetoka wapi. Najua wewe ni wa Kigoma na ni vizuri wanasema wazungu ku declare interest kwamba Matola nimekuwa naye kwa muda mrefu sana na tumecheza mpira pamoja, lakini ule mpira wa wenzetu wengine wakaendelea mbali zaidi, sisi wengine tukashikwa na mambo tofauti, na tunatoka mahala pamoja wote kutoka Kigoma. Lakini ni vizuri kumueleza mtazamaji, wewe mwenyewe wa Azam TV, kwamba umecheza mpira kwa kiwango gani kabla ya kufika Simba. Kutoka hapo Simba tunaelewa wengi. Ni kweli. Nitaongelea kwa kifupi kwa sababu tukisema tuongelee kwa kirefu sana tutachukua muda. Na itamaliza nyundo yote ndio. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma Ujiji. Nimeanza kucheza mpira Kigoma katika timu moja ya Nation, nafikiri unaijua Barwani. Baadaye kaja akawa Mbanga. Nikaondoka pale nikaenda kucheza mpira Toto Afrika. Ilikuwa digrii ya la kwanza, nafikiri ilikuwa ni katika mwaka ya 89 ya 98 sawa 98. Nimecheza Toto mwaka mmoja, nikafanikiwa kuipandisha Premier League ya la kwanza kwenda kuna Premier sasa kutoka daraja la kwanza. Lakini wakati naipandisha Toto, Kagera wakawa wamenifuata, ambayo ilikuwa ni sio Kagera hii ambayo ni ya Kiwandani, ile ilikuwa Kagera Star kipindi kile. Nikaenda Kagera tena nikacheza kwa msimu mmoja mwaka 99, nikaondoka Kagera nikaenda Simba. Lakini kabla ya kwenda Simba, klabu ya kwanza kunifuata mimi ilikuwa ni Yanga. Kipindi hicho kocha Yanga alikuwa mtu mmoja Mnyarwanda anaitwa Royal Shungu. Ndio mtu ambaye alinifuata, tena alinifuata mpaka Bukoba pale, alikuja na Yanga, bana mimi nakuhitaji kwa sababu najua sisi tuna mchezaji wetu Alimayai anategemewa kuondoka hapa kwenda India. Sijui kwenda nchi gani kucheza mpira, kwa hiyo tumeangalia wewe ndio mtu ambaye unaweza ukaja ukambadala wake pale. Basi mimi nikaongea na Shungu vizuri, nikamwambia sawa, hamna tatizo. Kaambia kwa hiyo sisi tunataka mkicheza mechi ya mwisho, kwa sababu baada ya wao kucheza na wao, mechi inayokuja sisi ilikuwa ni mechi ya mwisho sisi ambao tunatakiwa tuje tumalize ligi. Kwa hiyo akasema ukifika Mwanza pale bwana,
utakuta nauli yako, ukikuta nauli yako tunakuwa moja uungane na sisi Dar es Salaam. Nikamwambia sawa. Lakini nilipofika Mwanza, yule mtu ambaye atakiwa jana niletee mimi nauli kwenda kuungana na Yanga Dar es Salaam, sikumuona pale. Na sisi mechi ya mwisho tutakwenda tukacheze Tabora. Mimi nikapanda train, maana jamani subira simu yake nini sijamuona. Nikapanda train Tabora kwenda Tabora Mwanza, tunaenda kumaliza mechi na Milambo wakati niko Kagera. Lakini nafika Tabora asubuhi alfajiri. Usiku ilikuwa jioni, usiku tunaingia Tabora, nasikia yule mtu anatangaza pale, unasojua kuna station master pale. Wageni kutoka Bukoba, mgeni Selemani Maklo anatajika chumba cha matangazo. Nani nasikia anaitwa mimi kaenda chumba cha matangazo, nakutana na mtu mmoja ni meneja wa Buaris pale, alijitambulisha. Akasema bana, mimi nina ujumbe wako kutoka kwa viongozi wa Simba. Kipindi hicho Simba mwenyekiti alikuwa mzee mmoja anaitwa mzee Asabe, alikuwa na hoteli pale Sanini, mzee Hazali. Katibu wake alikuwa anaitwa mzee Matumla unajua. Akaambia bana, kuna message imetoka kwa bana, nimeambia bana nikupe nauli wewe uende wapi? Uende Dar es Salaam na watu wa Simba. Nikasema sawa, mna tatizo. Ile mzee nakumbuka alinipeleka kwa 100,000 kipindi kile la nyingi sana. Kwa hiyo na mimi nilikuwa sijaenda nyumbani, nikachukua ile baada ya kwenda Dar es Salaam kwanza nikaenda Kigoma. Lakini niliporudi kutoka Kigoma, nimekaa Kigoma kama siku 3 ndo nikaja Dar es Salaam. Lakini ujue Baruani, mimi paka kusajiliwa Simba mzunguko ulikuwa ni mrefu sana, kwa sababu kipindi wale wazona nichukua Simba ilikuwa na matatizo. Kasim Dewji huyu katibu mkuu alikuwa akipindi sio kiongozi, lakini yeye ndo wakati sasa Mohamed Dewji amekuja kuifadhili Simba, lakini anaifadhili Simba mtu ambaye anamtegemea ni Kasim Dewji. Lakini sasa Kasim Dewji naye anategemea ataka aje kuiongoza Simba. Kwa maana sasa mimi nilipofika pale kulikuwa kuna viongozi na Kasim Dewji wote wanasajili. Sawa. Hayo mwingine tutaya reserve wanasema, lakini tutayazungumza vizuri. Kwa hivyo kuna jambo hapa nataka utusaidie. Kwa mfano umeanza vizuri tu kwamba kuna masuala ya mwingiliano kwenye timu kama hivyo, kuna kiongozi na kuna mtu anaweza akasajili, yuko tu kivyake na maisha yake. Ulifanikiwa sana ukiwa Simba. Ukiwa nahodha ulinyanyua kwapa mara nyingi. Maana yake kubeba kombe na kulinyanyua juu namna hii. Ni mafanikio makubwa. Nini wanachokikosa Simba ya sasa? Acha hii Simba iliyocheza juzi hapa ambayo inaonekana sasa ina mafanikio. Simba ya msimu uliopita na misimu mingine hapo nyuma ambayo haijawa na mafanikio wala mbio kama mlizokuwa nazo nyinyi wakati mkiwa na timu yenu ile ya pamoja, kina Pawasa, kina Juma Kaseja na kina Amri Saidi. Ni nini wanachokikosa? Mimi nafikiri kitu kikubwa Simba kilichokosekana ni umoja. Unajua sisi wakati tunaingia Simba, msimu wa kwanza mimi nimeingia Simba 2000 hatukufanya vizuri. Umoja wa watu gani? Wachezaji? Umoja wa sehemu zote. Unajua kuna umoja wa viongozi na umoja wa wachezaji. Unajua Simba, mimi naingia Simba kipindi cha kwanza kabisa hatukufanya vizuri. Simba ilikuja akaunda ile kundi la Friends of Simba. Lilikuwa lina umoja mzuri sana, lakini vile vile kaja kutengeneza timu na sisi ile timu ikawa na umoja. Kwa hiyo ule umoja wao na umoja wetu sisi ulikuja kutengeneza timu ambayo ilikuwa ni timu ya ushindani sana. Lakini sasa hivi naona hata ule umoja umekuwa kidogo umeregarega kuanzia juu ya uongozi, na ya sasa unajua uongozi juu mkikosa umoja unajua hata chini tena vile umoja utakosekana. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kitu ambacho kilikosekana sana kwa muda mrefu. Umoja huu tu au hata aina ya wachezaji? Wewe unalisemaje hili? Naweza kusema hata aina ya wachezaji pamoja kwamba na moja, kwa sababu hata sisi kitu ambacho kitatusaidia sisi sana Baruani, kulikuwa kuna wachezaji viongozi katika mpira ambacho Simba walikikosa. Hata kipindi ambacho tumetoka sisi, kuna mtu ambaye alikuja kidogo aliweza kusaidia kuwa mchezaji kiongozi, mtu kama vile Kaseja. Aliweza naye, kwa sababu Kaseja mimi nimempokea pale. Wote wakina Pawasa mimi nimewapokea Simba. Lakini baadaye alikuja wakawa na nyewe wachezaji viongozi ambao waweza kuwasaidia wenzao, na kutoka wale Simba imekuwa haifanyi vizuri ndani ya uwanja kwa sababu imekuwa na muda mrefu haina watu viongozi katika pichi pale. Kwa hilo ndio peke yake unaliona lina matatizo. Naweza kusema ni kitu kikubwa sana. Unaitazamaje timu ya taifa ya Tanzania kwa sasa? Wao umetumikia timu hiyo vizuri, na bado ni hivyo hivyo, lakini wachezaji wako wengi wana vipaji tu, na sasa wachezaji wengine wameanza kutoka nje, Afrika Kusini, Abibanda, ukimwangalia Samata kutoka huko Ubelgiji, lakini pia Msuva akitoka Morocco. Mimi nafikiri ni jambo zuri, linaweza kutusaidia sana baadaye tukana na timu nzuri. Lakini mimi Baruani hapo naweza kidogo nikailaumu hata TFF kwa sababu tumekuwa hatuna wigo mpana sana wa wachezaji, tumekuwa na wachezaji wachache. Kwa hiyo TFF na tuna vijana wengi, na wao ndio wanaoshikilia mpira wa nchi. Kwa hiyo mimi nafikiri ilikuwa ni muda wao kutengeneza ligi ndogo ndogo hizi za hasa za vijana, kuweza kuzalisha wachezaji. Sisi tumekuwa na wachezaji wachache. Kuangalia timu yetu ya taifa ya Baruani, timu yetu inakuwa haibadiliki. Wachezaji wanakuwa ni wale wale. Ukichukua wachezaji ambao wanacheza mashindano ya kuyaba kurufai ya Afrika utaita wale wale. Kombe la dunia wale wale. Ukichukua sisi tumecheza kirafiki wale wale. Lakini wote ni uchache wa wachezaji. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuzalishe.
tuna wachezaji wengi kiasi kwamba hata kuna kipindi unaita timu unaibadilisha na kuja sura mpya na kuja hivi kuleta hata ushindani katika. Unaposema wachezaji wengi, kuna mifumo mingine kwenye baadhi ya nchi wanaonekana kama wanafanya vizuri na wanafanikiwa wakiwa na wachezaji kwenye hivi vituo ama shule za michezo, wanasema academy, na kuna wengine bado wanaamini academy wala sio lazima sana, lakini unaweza kukuza mchezaji kadri inavyowezekana na mambo yakaenda. Academy kweli wenzetu sisi tusaidia sana kwenye academy, lakini kwa mfano tu Barwani, sisi tulianzisha hizo timu za under 20 za timu za Premier, kwamba kila timu ya Premier lakini lazima iwe timu ya under 20. Lakini unapoanzisha timu ya under 20 alafu huitengenezei mashindano, unategemea ile timu ya under 20 inafanya nini? Kuna kipindi kidogo Azam alikuwa na mashindano yale Azam, lakini yale mashindano yalikuwa yakifanyika kwa mwaka mara moja, na mashindano yale yanachukua wiki mbili. Sasa unajikuta timu itamtunzaje mchezaji katika kipindi cha mwaka mzima, alafu inaenda kumchezesha mashindano ya wiki mbili na hachezi muda mrefu. Kwa hiyo unajikuta ndio vile ambavyo vinaendelea. Lakini unaona kwa mfano mfupi tu, mimi nilikuwa hapo Simba B, unajua niliwezesha wachezaji wengi sana kwa timu moja tu Simba B, na leo wengi kwa Premier. Kama tungeweza kuwezeshwa katika vilabu vingi watu wakazalisha kama vile wachezaji, nafikiri tungekuwa wachezaji wangapi sasa hivi. Kwa wale wachezaji wadogo wa kiwango kile kunahitaji nini? Umekuwa kocha wa timu hiyo ya Simba na mkachukua ubingwa wa ligi ya vijana na ndio hapo ukaondoka. Inataka nini hasa? Kwanza nataka uvumilivu Barwani, kwa sababu wale watoto ni wadogo na tumekaa nao kwa muda wa miaka minne, na naweza kusema kwanza Barwani, mimi nimpongeze sana Kaburu ndio mtu ambaye aliweza kulea sana wale vijana. Na inataka uvumilivu. Kwa nini Barwani? Kwa sababu mnatoa hapa, mnatoa hamuingizi. Kila siku weekend lazima mtatoa hela ili kutengeneza wale vijana. Kwa hiyo mtajikuta mmekaa nao kwa muda mrefu hawaingiza kwa chochote, lakini faida yake baadaye mtaiona. Kwa hiyo mimi nafikiri sisi tunatakiwa lazima tuwekeze kwenye timu za vijana ili kuweza kufuata mafanikio. Unaendelea kuangalia ni nyundo ya Barwan Mohuza. Hivi leo nikizungumza na kocha wa timu ya Lipuli ya hapa Iringa na ni Suleiman Matola. Tunazungumza masuala kadha, na yeye ni kocha lakini amekuwa mchezaji wa kimataifa wa Tanzania na alitumikia klabu ya soka ya Simba ya Dar es Salaam kwa kipindi kirefu na cha mafanikio. Matola, kipindi cha rais wa TFF ambaye sasa ana matatizo, yuko jela, Jamal Malinzi, alitia msisitizo mkubwa sana kwenye soka la vijana na wanawake. La vijana tumelidokeza kidogo. Hebu tuangalie nini mtazamo wako kwenye soka la wanawake hapa Tanzania na hii ligi inayoendelea sasa. Unaona kuna future wanasema kwa Kimanyema? Mimi nafikiri kwa jinsi tulikotoka kwenye mpira wa wanawake, ina maana kidogo kuna kitu, isipokuwa bado tunatakiwa tuongeze zaidi, kwa sababu mimi natembea sana hapa Iringa tuna timu ya wanawake. Tusicheze tu ili mradi kwamba na sisi tuonekane tunachezesha timu ya wanawake. Lazima tuwekeze, tuwasaidie wanakwenda vipi. Nafikiri tutafanikiwa kama kweli watamua kuwatafutia wadhamini kiutamaduni. Tunasema kwa asili tu ya hali ambapo unavyoiona ya Tanzania kwa miundombinu ya maisha ya kawaida ya Tanzania, mwanamke ana nafasi ya kucheza mpira nchi hii. Barwani, unajua wakati mashindano haya yameanza kulikuwa watu wengi wanaona kiasili na utamaduni wetu kwamba inawezekana, lakini naweza kusema kwamba inawezekana na wanacheza na wana uwezo. Mimi nafikiri inawezekana Barwani. Nakushukuru sana. Tutarejea baada ya muda mfupi na kukumbusha mimi ni Barwan Mohuza na hii ni Azam TV. Karibu, tumerejea tena, ni nyundo ya Barwan Mohuza. Hivi leo tunazungumza na kocha wa timu ya Lipuli Suleiman Matola. Na Matola, wewe ni mchezaji wa zamani na sasa ni kocha, na mpira katika hali ya kawaida umedidimia sana baadhi ya maeneo. Mpira unachezwa zaidi Dar es Salaam kwa maana ya mafanikio. Wengine wanacheza mikoani lakini kufanikiwa kwao ni kwa mbinde kweli kweli. Lakini Dar es Salaam timu unasikia ligi kuu timu zikishuka inapanda tena, ni rahisi tu kuliko maeneo mengine. Hivi nini kinawakuta? Kuna kuuliza swali kwa sababu wewe sasa unaishi mikoani nje ya Dar es Salaam na umekuwa kocha na umezunguka sana na timu yako ya Lipuli. Nini kinakwamisha mpira kuendelea katika baadhi ya mikoa michache nitakutajia? Kigoma hiyo ya kwenu, Lindi, halafu kuna mkoa kama Rukwa, huko hata ligi tangu ujenzi ilipanda na kushuka daraja, hata tumesahau ni lini, na mkoa jirani wa Katavi, lakini hata Tabora. Shida ni nini hasa? Mimi nafikiri Barwani, shida ni umaskini. Mfano kama vile mkoa wa Kigoma, naweza ngatolea mfano kwa sababu nimetoka. Ni mkoa ambao una vipaji vingi lakini vimeshindwa kuendeleza kwa sababu ya ukata, umaskini.
umaskini Baruani, kwa sababu mchezaji anaanza kuchipukia, tunamwona kabisa huyu hapa ana kipaji, kama ataendelezwa anaweza akafika mbali. Lakini ile mtoto wakati anataka kuendelezwa anajikuta kwamba mpira mwanzo unakuwa hauna hela Baruani. Upate hela ili uweze kusaidia. Lakini unajikuta anapokosa support na umaskini ule, anajikuta anaacha sasa kucheza mpira, anaingia kwenye shughuli zingine ambazo zinaweza kumsaidia kupata kipato, asaidia hata wazazi wake. Utakuta mtu anaendesha bodaboda, au unamkuta mtu sasa unamkuta mtu anaenda kuvua samaki kwa sababu anaona kwenye mpira hapati kile anachokipata, kwa hiyo anaacha kabisa. Lakini watu ambao wana vipaji, lakini naweza kusema kwamba ni umaskini. Ni umaskini wa mikoa hii ndio unasababisha hata mipira isiendelee. Umaskini, lakini uko maeneo mengi tu. Hapana Baruani. Unajua sehemu kama Dar es Salaam, unajua pamoja kuna umaskini. Tusiweke Dar es Salaam. Tuangalie maeneo mengine tu. Sasa kama Shinyanga, Mtwara, kuna ligi huko inachezwa. Hapa Iringa kuna ligi na mnacheza nyinyi. Hata Njombe kuna timu inacheza ligi kuu. Sasa zimecheza msimu gani kama vile Njombe, Iringa, ni watu ambao ndio wambuka msimu. Ndio maana msimu. Ina maana sasa kama kutapatikana watu wa kuwekeza katika maeneo ya Baruani, mimi nafikiri mpira Ni kwa nini wewe mtazamo wako? Ni kwa nini hao wawekezaji wenyewe hawavutiwi na mpira kuwekeza? Mimi nafikiri Baruani kipindi cha nyuma kidogo mpira utashindwa kuwekeza, kwa sababu kama sasa hivi kidogo watu wameanza kuamka. Wameona kabisa ni mpira ni biashara. Na ndio maana sasa hivi unaona hata mikoani sasa timu zimeanza kufanyaje? Zimeanza kwa watu walikuwa kuwekeza Baruani kwa sababu walikuwa yanaweza kusema hawapati kile ambacho wanataka wao wakiweke. Lakini sasa hivi naona kidogo at least mpira umeanza kuwa ni biashara, watu wameamua kuwekeza, makampuni yameamua kujitokeza. Umeona? Na vile vile nawapongeza Azam TV kwa sababu mpira umekuwa uko live. Kwa hiyo hata wale watu ambao wanatangaza biashara zao zimekuwa zinaweza kuonekana. Inaongeza hamasa. Zina kubwa tu sana pia. Hebu tuende sasa kwako ukiwa mchezaji. Ulikwenda kucheza mpira Afrika Kusini. Hebu tuambie dili ilivyokuja kwanza. Ilikuja kujaje? Nimeenda kucheza mpira Afrika Kusini, ujue Baru, mimi nakumbuka ilikuwa ni mashindano ya Tusker Cup. Yalifanyikia wakati ule kuna Tusker yalifanyikia Nairobi, kwa sababu sisi tulikuwa ni mabingwa Tanzania hapa. Kwa hiyo bingwa Tanzania hapa tukaalikwa Nairobi kwa timu 4, kwa sababu tulikuwepo sisi Simba, tukakutana na Tusker ya Kenya kama mwenyeji, tulikuwepo na Asante Kotoko ya Ghana na Super Sports ya South Africa. Kwa hiyo zilikuwa timu 4 tu, kwa maana pale mecheza nusu finali, bingwa anaenda kucheza nini? Mabingwa wawili katika nusu finali, moja kwa moja ndio kucheza finali. Kwa hiyo mimi nafikiri pale ndipo nilipotokea, kwa sababu sisi katika kupiga zile kura tulianza game na Asante Kotoko ya Ghana, South Africa Sports walicheza na Tusker. Kwa hiyo baada ile game kwisha, Baruani kiukweli wale wa South hawakuamini. Kwa sababu tulifikia hoteli moja timu zote. Mpira umekwisha, yani mimi ule baada ya kucheza na Asante Kotoko na shangaa wale viongozi wote wamenivamia mimi pale. Bwana sisi tunataka twende South bwana. Mimi nikamwambia mna tatizo. Kipindi hicho jue kutoka ilikuwa ni ngumu. Si unajua lazima nikamwambia bwana sikiliza, mimi sina matatizo na nyinyi, kaongeni na viongozi wa Simba, mkikubaliana mimi naondoka, wala sitaki njia za ujanja nini, atende tufuateni utaratibu. Wale watu kiukweli Baruani walichanganyikiwa sana na mimi, kwa sababu ilifikia hatua, kwa sababu tulikaa pale kama siku 4 pale Nairobi tukisubiri finali. Ilifikia hatua wale Sports wanasubiri gari la Simba liko wapi. Kama liko nje wanakuja wanakaa na gari yao nje wanasubiri, wanajua Simba anaenda kufanya mazoezi wapi. Waje kunifuata yani mimi kwenye chakula, kwa sababu tunakula chakula kwa pande kwa pamoja. Nikipanga foleni kuna chakula, kulikuwa kuna kocha mmoja amefariki sasa hivi, ndio alipenda sana anaitwa Thomas Majirari, South Africa. Kwa hiyo mimi kila nilikuwa kwenye foleni ya chakula lazima kae karibu yangu, ambaye bana sisi lazima tuondoke ndani. Naambia mna tatizo ni. Kwa hiyo nafikiri wale watu walibadai, walifuata utaratibu wao, walimpata meneja wao mtu mmoja anaitwa Ivika, ndio alinifuata Tanzania. Nikamwambia kukutana na Simba, wakakutana na Simba, wakaongea, wakakubaliana, wakamalizana, ndio akanichukua mimi. Sawa. Deal kaka sawa, ukaondoka ukaenda kucheza kule. Lakini hukufanikiwa, hukucheza kwa mafanikio sana. Nini kilikusibu? Baruani kweli sikucheza kwa mafanikio sana, kwa sababu naweza kusema nilikuwa kwa mafanikio sio kwa mafanikio, kwa sababu wale mimi kwanza unajua Baruani mimi nilikwenda South Africa muda kidogo ulikuwa umekwenda. Inamaanisha umri wako. Umri afu nilifanya sana kazi Tanzania, nilifanya kazi kubwa sana hapa tofauti na kule, kwa sababu nakumbuka hata ule kocha alifanya naye kazi Piso Musimani, sasa hivi yuko Mamelodi Sundowns. Aliniambia Matola, mimi kama wewe ningekupata ukiwa na miaka 20, ina maana wewe lazima ungeenda kucheza mpira wa Ulaya. Kwa sababu nimekuchukua kidogo, muda umekwenda, alafu inaonekana kama ushafanya sana kazi sana Tanzania. Kwa hiyo wale mimi nilipofika pale wale walinisajili mkataba wa mwaka mmoja. Na Baruani unajua wale mimi sikwenda kufanya trial, kwa sababu niambia basi Matola bwana wewe wala hutakiwi trial.
wewe unatakiwa uje hapa baada ya vipimo kila kitu kwa fresh, tunakupa mkataba, na mkataba ulikuwa na mwaka mmoja, lakini kama ukifanya vizuri wanakuongeza 2 na kwa 3. Kwa hiyo mimi zile game za kwanza kama 3 4 5 nilifanya vizuri sana, ndio akaongeza 2, kwa hiyo nikapata mkataba wa miaka 3. Ulirudi nyumbani, wengine wakasema Matola akashindwa mpira huko na nini, na maneno akasema mara Kiingereza kimemshinda kwa hivyo hapana. Unajua nimecheza msimu wa kwanza, nikacheza msimu wa pili. Ule msimu wa pili nikaja nikaumia. Niliumia, ni mguu ni crack kwenye chini ya mguu kidogo hapo. Kwa hiyo nikaenda nikafanya operation, nikawekewa chuma ujue bana. Kwa hiyo operation kule Afrika Kusini. Kwa hiyo operation ilinichukua msimu mzima bila kucheza, kwa sababu ilisema huyu hawezi kucheza msimu mzima. Lakini kipindi hicho umekaa msimu mzima, na unajua wenzetu wana utaratibu. Professional lazima muwe watano. Na katika watano lazima 3 wacheze. Hawana mambo ya professional kila kitu. Ndio maana pale ukienda kusajiliwa na kuambia kabisa bana, sisi tunakusajili, tutaki usicheze. Lakini kipindi hicho mimi naumwa msimu mzima na mkataba wangu unakuisha, na wana pale wanakuja wachezaji kufanya trial. Wale hawezi tena kukusubiria wewe msimu wako unakuisha, bado injuries na nini. Kwa hiyo wakawa wamejiza nafasi. Uzuri ni kwamba walisema tu bana, sisi tutakutibia mpaka utakapopona na mkataba wako umekwisha, ndio then tukuruhusu rudi nyumbani. Ni kweli mkataba wangu umeisha, mimi nikiwa niko injury, walinitibia mpaka nikapona, na nilivyokuwa fresh basi wakanigea tiketi yangu na nikarejea nyumbani. Wana kumbukumbu na wewe kidogo, maana yake ulifanya kitu kizuri, mpaka juzi nilikuwa naongea naye Piso Musimane, na anajua kabisa kama mimi ni mwalimu, na akaniambia kabisa bwana Matola, angalia wachezaji ukiwapata wale, lakini unatakiwa ujue, hata nilivyorudi ujue nilicheza tena. Nilikaa nikacheza Simba na tukachukua ubingwa tena, nakumbuka 2007. Alafu ndo nikainua mikono, lakini baada ya kuinua mikono vile vile nilikuja nikacheza sasa. Ujue Azam mwingine anacheza Premier, mimi nimeipandisha. Unajua Barwan, kwa sababu mimi niliacha mpira na nikaa nafanya mazoezi Muhimbili kule kwa Islam. Kipindi hicho timu ya Azam kocha yupo Kingi vile Zanzibar, ambao kiongozi ndio Faza mpaka leo yupo nini na kina Idi Chechi. Walivyokuja kucheza friendly match kule, akasema bwana Matola akatusaidia tena, wakanifuata kuniomba. Nikamwambia basi hamna tatizo, mimi nitakuja kuwasaidia. Nikakutana kina Steven Nyenge, kina Pawasa, kina Kambarufu, tumeenda kuipandisha timu Dodoma kwa goli la Jemboko. Kwa hiyo baada ya kupandisha timu tumerudi kwa ndio kina Yusufu anakuja kuchukua timu. Nikamwambia bwana mimi basi tena ndo ni ushakuwa mzee, nishachoka, ushakomboroka wakati huo, bila ushindani tena siwezi. Matola, wachezaji wanataka kujifunza kutoka kwako. Ulikuwa skipper, mchezaji muhimu kabisa wa maana, wajifunze nini kutoka kwako? Mimi naweza kusema kitu kikubwa sana ni discipline na kujituma Barwan. Sisi tulikuwa tunaweza kusema na kujituma ujue. Ndio kitu ambacho wachezaji sasa hivi wanakikosa sana Barwan. Kwa hiyo discipline, mazoezi, kusamani kile anachokifanya, kwa kweli mimi naweza kusema ndio kitu muhimu ambacho kilinisababisha mimi mpaka nikafika hapa. Wacheza mpira wengi ni walevi, tunaambiwa hivyo, wanalewa sana mpaka na kujisahau, halafu utamkuta yuko club usiku, kesho yake unaambiwa kwamba pengine wanasafiri kwenda kucheza mechi mji wa jirani, na wanacheza vizuri kuwaona uwanjani, lakini hizi pombe zinawaathiri kwa kiasi gani unavyofahamu wewe? Mimi naweza kusema pombe sio tatizo kubwa sana Barwan, kwa sababu hata sisi kipindi tunacheza tulikuwa tunakunywa sana. Na sio mimi tu, hata South Africa ilivyokwenda, yani wachezaji, unajua pombe ndio starehe ya kwanza ya mchezaji katika wachezaji wengi hata duniani. Ni wewe jinsi gani ambavyo mchezaji utakavyojiweka, kwa sababu sisi tunachoshinda kuna nini? Tunashinda kutofautisha muda wa kazi na muda wa starehe. Kuna muda wa kazi unatakiwa ufanye kazi, kuna muda wa starehe ukafanya starehe. Hicho ndio kitu ambacho wachezaji wa Tanzania wana fail hapa. Katika muda wa ambao wenyewe wanatakiwa ndio kufanya kazi, wanaweka na starehe. Kuna muda ambao unatakiwa pumzike, kufanya starehe zako. Wale hawezi kukataza. Mimi nafikiri pombe kama unainywa kimpangilio haina athari yote kwa mchezaji. Kwa hivyo kulewa ni ruksa. Kuna muda mchezaji anatakiwa anywe hata matatizo yote. Kwa sababu yeye mchezaji ana haki kama alivyokuwa na haki binadamu mwingine. Kwa sababu sio kwamba yeye anaenda disco basi atakuwa hamna, yeye sio mfungwa. Lakini anatakiwa ajue anapangilia vipi yale mambo yake. Wanatushinda nini wa Zambia, wa Zimbabwe, Afrika Kusini ulikocheza, na hata Angola, hizi nchi za eneo hili, hata Kongo ambako wana umasikini mkubwa, lakini ni nchi tajiri kwa maana ya rasilimali tu ziko ardhini, lakini wale ni masikini kabisa kuliko Tanzania. Unajua Barwani, namaanisha wachezaji ndio. Unajua Barwani, sisi wenzetu walitushinda, unajua wenzetu wameanza kutoka katika mpira muda mrefu sana. Sisi tumetoka zamani. Kibaden nani huyu? Sande Manara amecheza mpira
Sawa, sikiliza. Sawa Barwan. Unajua sisi kuna kipindi cha katikati, kuna kizazi fulani hapa sisi kama nchi yetu ingekuwa na utaratibu wa kuwatoa watu. Mimi nafikiri kuna kizazi fulani hapa sisi katikati kingekuwa kiko laki sana. Kipindi cha kina Gagarino, cha kina Nteze hichi, cha kina Lunyamila, kuna watu ndio kwa wanapata nafasi. Lakini wakija hapa kipindi kile cha Fati kutolewa, watu wanakataa kutoka. Kwa hiyo kipindi kile kama sisi tungekuwa tuna utaratibu kama huu, mimi nafikiri kuna kizazi fulani leo ingekuwa kiko Ulaya kwa muda mrefu. Na kwa sababu wangekuwa huko Ulaya kwa muda mrefu, wale wangetutengenezea sisi mazingira, tungetoka na sisi tulivyokuja. Kwa hivyo unataka kuniambia kwamba wanachotushinda ama wanachowashinda wachezaji wa Kitanzania hawa wengine wanaozunguka nchi hii ni huko kutoka kwao mapema tu basi? Mimi naweza kusema hicho ni kitu cha kwanza, kwa sababu ngoja nataka nikupe mfano ujue Barwan. Simuona kama Nigeria mchezaji mtoto mdogo tu akianza kucheza mpira tu, mzazi wake anafikiria huyu mtoto wangu anataka acheze mpira kama Sendolisa, na maana aende wapi? Aende Ulaya. Lakini kwa sababu sisi tulikuwa tuna utaratibu wa kutoka, mwisho wetu sisi ilikuwa ni Simba na Yanga. Kwa hiyo hata mtoto akianza kukua tu kucheza mpira, nasikia mzazi wake anataka akacheze mpira wapi? Simba. Na kwa sababu sisi tumeshaona hapa ndo mwisho wetu, mwisho wa mafanikio. Ndio mwisho wa mafanikio yetu. Amri Said ni rafiki yako na mmecheza mpira pamoja Simba, na nyote mmejikuta pamoja kwa wana Palohengo hapa Iringa Lipuli. Mliingiaje mkajikuta mko hapo? Amri Said ni mshikaji wangu kweli, nimecheza naye Simba kwa muda mrefu na nini. Nimekuwa naye Lipuli kwa sababu unajua Lipuli mimi ndo nilikabidhiwa kuitengeneza Barwani. Lakini kilichonikwamisha mimi, unajua sisi wakati hii ligi haijaanza msimu, kwa sababu mimi katika kitu ninachoita matatizo katika swala la leseni. Mimi na leseni C ujue. Lakini tayari tulikuwa tumesha apply kwenda kupata leseni B kwa sababu teketu sisi ndio na kina Sajigwa. Lakini wakati CAF walikuwa na uchaguzi mpya, wale baada ya kuingia viongozi wapya walisimamisha uchaguzi wa kina Ahmad. Walisimamisha swala la leseni kwamba bana sasa swala la leseni alipo. Lakini sasa utaratibu wa TFF wakadai kwamba ili uwe kocha mkuu wa Premier ina maana lazima na leseni B. Na wao waliniruhusu Matola, wewe nenda kabla ligi haijaanza tayari utakashafanya nini? Umeshapata ile leseni B. Lakini kutokana sasa na wale kuzuiwa kule, ikaonekana sasa wewe hapa lazima mumtafute mtu mwenye leseni B ili tupnani. Lakini sasa Lipuli wakadeba sisi timu tumekukabidhi wewe na wewe ndio umeitengeneza. Kwa hiyo sisi tunataka sisi umtafute mtu kubaliane naye kwamba bana tupeleke leseni yake kule kama yeye ionekane TFF, ila katika klabu utendaji wa kila kitu wa timu tunakuelewa ndio kama kwa chama. Kwa hiyo Amri Said mmemweka kama bendera tu pale? Hapana, yani ananisaidia kama assistant katika klabu, lakini kule kutokana na, kwa hivyo yeye ni kocha mkuu kwenye maandishi. TFF na CAF unafahamu hivi. Ndio. Lakini klabu kazi zote za klabu na kocha mkuu ni usajili, kila kitu tunafanya mimi. Na yeye aliridhika kwa sababu alijua ndo njia ya kupata riski pia hiyo. Nafikiri. Na hii sio mara kwanza mimi nilifanya naye kazi akiwa kama mtu wangu ananisaidia. Hata Simba B kuna kipindi kulitokea matatizo kwenye timu kubwa nilimchukua vile vile na alikuwa akinisaidia kama hivyo. Rafiki yako sana. Kwa muda mrefu sana. Maelewano yenu yanaingia dosari hapa na pale. Inasema kwamba mliingia mzozo hapa karibuni. Unajua binadamu, kwa sababu kidogo kuna watu walienda wakamshika kidogo masikio kwamba bana wewe ndio na leseni kule na nini sasa na nini, kabidi mimi nikataka lakini mwenyewe akaona ikawa haiwezekani, basi akarudi kwa mdogo. Haiwezekani vipi na yeye ndio? Kwa hivyo kama ikitokea fitna ikitengenezeka vizuri, Amri Said akapata washika masikio wazuri kama wanavyosema, akaamua aondoke zake. Kwa hiyo kama na wewe unakuwa umemwaga ugali unamwagika, kwa sababu makocha ni leseni B ambao hawana timu wako wengi. Kwa hiyo wewe ndio kingmaker uko pale, wewe ndio unaamua njoo nisaidie nitafanya naye kazi, kwa sababu mimi ndio nilikabidhiwa kila kitu timu, na mimi ndio nimeitoa timu from zero, kwa sababu kama unajua hii timu mimi ndio nimeweza kuitengeneza Karume, kwa sababu hii timu nilienda nayo kwa mtindo wa try. Nilikuwa Karume zaidi na watu 200 ngapi. Unamaanisha uwanja wa Karume Dar es Salaam? Dar es Salaam ndio nimeweza kuitengeneza timu hii kabla ya kuja hapa, na timu hii ukiona wachezaji wote unaoona mimi ndio nimewaleta mimi katika timu. Mimi ndio najua nisajili nani na nitafutia nani. Tunakwenda mapumziko, lakini tuambie, kwa hivyo mahusiano yenu yakoje kwa sasa? Yametulia, yako vizuri. Kweli kulitaka kuingia kidogo tafani katikati, lakini kwa sasa naenda vizuri. Naenda vizuri na kila kitu kinakaa vizuri. Asante. Tutarejea baada ya muda mfupi na kukumbusha hii ni Nyundo ya Barwan Mohuza na hii ni Azam TV. Naam, tumerejea tena. Sasa tunaelekea kwenye awamu yetu ya tatu ya Nyundo ya Barwan Mohuza, nikiwa na Suleiman Matola, kocha wa timu ya Lipuli ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia amecheza mpira kwa mafanikio sana.
tumeanza kuzungumzia mambo yako ukiwa kocha sasa, na hebu tuambie, unajua ukiwa kocha mwanzoni sana nilidokeza ukiwa kocha kwenye hizi timu, na mwenyewe ulianza kusema kuna wenye timu yao, kuna mashabiki na wewe mwenyewe ambaye ndio kiongozi mkuu wa timu. Makocha mnayabeba vipi mashinikizo ya hawa wenye hizo wao wanaitwa wenye timu zao, wamiliki ama mashabiki wa kiasi fulani? Mimi nafikiri Baruani, umeona mfano hamna timu ngumu kuendesha kama timu za wanachama. Ujue Lipuli ni miongoni mwa timu ambazo ni timu za wanachama. Ugumu wake unakuja kwamba watu kwanza wajue kazi, ugumu wetu unakuja sisi Baruani, watu wanataka wakuendeshe, ufanye jinsi wao wanavyotaka wao. Hicho ndio kitu ambacho kwanza mimi ambacho sikubaliani nacho, na ndio maana naweza kusema mpaka Lipuli kufika hapa Baruani, nafikiri ubishi wangu, ukaidi wangu na kufanya kile ambacho tunachokiamini ndio umesababisha hii timu ifikie hapa. Lakini kama ningefanya kwa kuweza kumsikiliza mtu, ni nafikiri hapa nisingeweza kufanikiwa, kwa sababu nimekutana na mitihani mingi sana Lipuli hapa. Nimekutana na wachezaji ambao wana discipline, lakini ni vipenzi vya viongozi wale ambao wanataka wachezaji wale lazima wacheze, lakini vile vile nimekutana na wachezaji ambao wapo kwenye timu ila wao wanaishi Dar es Salaam, ila wanatakiwa akija mtu aje hapa baada ya siku mbili acheze mechi, akimaliza kucheza mechi arudi kule, kitu ambacho mimi nilipinga na niliingia kwenye ugomvi mkubwa sana na wale viongozi. Nakumbuka kuna wakati uliingia kwenye mgogoro na klabu yako kwa sababu ya mchezaji Salum Machaku, ambaye ulifika hatua ukasema kama ama yeye ama wewe. Ndio hicho ninachokuambia. Kwa nini mlifika huko kote? Ndio hicho nilichokuambia, kutokana na pombe ambacho watu hawajui mpangilio wa stare zake. Sasa pombe si umesema ruksa, ila ujue jinsi gani wa kunywa, muda gani na muda gani usinywe. Sasa kama nani anatengeneza hii ratiba ya kunywa pombe ya wachezaji? Hapana, wewe mwenyewe mchezaji unatakiwa jitengenezee. Kama mimi nikikwambia kwamba kesho sina mazoezi, Jumapili ni kupumzika, leo unaweza kukaa nyumbani ukanywa pombe zako wala sikuruhusu. Jumatatu mazoezi, njoo mazoezini ukiwa uko mzima na kila kitu. Lakini sasa siwezi kukuambia kwamba bwana kesho mazoezi afu unakuja mazoezini umelewa. Hatuwezi kukubaliana, kwa sababu hata wewe kazini Baruani sio kwamba utashindwa kunywa pombe. Utakunywa pombe, lakini hapo uko ofisini, kwa sababu pale ni ofisini. So usifikiri pale uwanjani na ile ndio sehemu ambayo sisi ofisini. Ndio ofisini kwako pale. Ofisini kwangu wewe. Sasa Baruani wewe leo unaenda Azam TV unaambia bwana leo kuna kipindi umekuja hapo umepiga vyombo bosi atakuelewa. Lakini nje ya ofisi unakunywa pombe na ukuta unakunywa, lazima kukusumbua, kwa sababu ofisini kwangu yanakuja akiwa. Hebu nirudi nyuma kidogo. Kwa hiyo Matole, wewe unaamini pombe haiharibu ufanisi wa mchezaji? Hapana. Kama anakuja kufuatilia mpangilio, hawezi kuharibu ufanisi. Sawa, basi nijibu. Huu unashindana nao vipi? Ni uwezo upi uliotumia? Mbinu gani ulizitumia kupambana na hawa viongozi? Sio kupambana kwa maana ya kuvutana, lakini kuweza kuwafanya wakuelewe kwamba wewe ni mwenye nafasi ya mwisho kwa uamuzi kwenye club. Kwa sababu Baruani, nilitaka nikumalizie kwanza kwa Machaku. Kwa sababu Machaku kila kabla sijamwacha Machaku nimekaa nikiongea naye sana, lakini wao walishatamka kabisa kwamba hapa Machaku hawezi kuondoka, kwa sababu yeye Machaku ni kama Maradona. Na yeye ndo kaipandisha timu Maradona walipuli. Nilipata upinzani mkubwa sana. Lakini mimi nilisema kwamba mimi ndio mwalimu na mimi ndio mwenye sauti la mwisho, kwamba Machaku hapa ataondoka. Kwa hiyo aidha aondoke Machaku au niondoke mimi. Lakini kwa sababu tayari nishatengeneza timu na inaonekana imekaa vizuri, inaonekana basi mwalimu ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Vita nilishinda na Machaku nilimuondosha, na timu yangu yote imerudi kwenye discipline, na unaona timu inaenda vizuri. Silaha yako ni nini? Natafuta jibu tu hapa ambalo sioni kama unanijibu. Mimi silaha yangu ni msimamo Baruani, kwa sababu mimi ndio mwalimu ambao timu ikifanya vibaya Baruani, japokuwa utakuja kunishauri wewe, hamna mtu ambaye atakuja kujua kama ni Baruani ndio kafanya vile. Mwisho wa siku nitakuja kulaumia mimi. Kwa hiyo mimi lazima nifanye kile ambacho mimi nakiamini kwa kama kiko sahihi. Hata kama nitafeli, basi nifeli na msimamo wangu, huu ndio ambao niliamini. Matola, nilikuuliza pale hapo katikati kwamba unawashauri nini wachezaji wa Tanzania kwenye kucheza kufanikiwa na vitu kama hivi. Kwa kipindi cha sasa kuna wachezaji wazuri, simtaji jina yoyote, mchezaji mzuri kabisa, lakini nidhamu yake uwanjani ni mashaka matupu, na uchezaji wa hatari. Maana uchezaji wa hatari ni ule unaweza kaamua kumpiga mtu kipepsi. Kule Kigoma wanasema kisukusuku. Ngoja nimalize kidogo. Wanafanikiwa, ni mastaa tayari, wanacheza mpira tu sana, lakini anaweza akaamua kumfanyia mwenzie kitu kibaya tu uwanjani ambacho anaangalia referee, anamwangalia linesman, hawamuoni. Yeye anafanya kitu chake cha ovyo kwa mchezaji mwenzie. Huyu mchezaji wa namna hii wewe unadhani anacheza kwenye timu yako kwa mfano, unamfanyaje? Mimi nafikiri ni kumtengenezea utaratibu, kwa sababu kama unampiga mtu kisukusuku na pewa kadi nyekundu, ina maana na cost ni
Kwa lazima mtengeneze utaratibu. Mchezaji kama ule pale klabu kama klabu lazima umpe adhabu. Lazima umpe adhabu. Kama akafanya vile, kuna adhabu nyingi za kumkata mshahara, za kufanya hivi ili aweze kuwa kwenye msimamo. Lakini vitu kama hivyo Barwani sio Tanzania tu, hata Ulaya vinatokea vitu kama hivyo. Kwa hiyo unajua kila mchezaji anakuwa na tabia yake kwenye alikotoka kule. Kwa hiyo ni kazi unajua kukaa na kundi ambalo kila mtu ana tabia yake kuweka katika mstari mmoja. Kabumbu ni mchezo wa kihuni, wanasema wengi kwamba ni mchezo wa kihuni kuanzia wachezaji na washabiki wao. Wewe unakubaliana na hili? Kwamba ni sawa kwamba mchezo kwa mchezo wa kihuni? Hapana, sio mchezo wa kihuni. Ndio maana kuna fair play. Hawezi kuwa mchezo wa kihuni Barwani. Kwa hiyo mchezo una sheria zake, ndio maana umewekwa sheria. Kama ingekuwa ni mchezo wa kihuni, basi ungekuwa kuna sheria. Kuna hila nyingi lakini kwenye mchezo wa soka, ndio maana wanasema ni mchezo wa kihuni. Hila zake ni nyingi. Siasa za mpira wa Tanzania kwa mfano tu unazijua vizuri. Ule haui uhuni. Siasa za mchezo kwa mfano ya kucheza na wachezaji wa timu pinzani na vitu kama hivi, kupanga matokeo. Hayo ni uhuni Barwani. Na hichi kitu kikweli ndio sisi ambao tunatakiwa tukiangalie sana Barwani. Hizi vitu vya kupanga matokeo, kufanyaje. Unajua sasa hivi ndio maana nakwambia Barwani, kiukweli mimi natakiwa niwapongeze sana Azam TV. Sumona hata ligi ya msimu huu watu wanakuambia ligi ni ngumu sana, lakini kwa nini imekuwa ngumu Barwani? Ligi ambayo sasa hivi iko wazi. Uwazo wake ni kwamba kila mtu anaona. Unajua pamoja na kupanga matokeo, lakini hamna watu ambao walikuwa karibu sana mpira wao kama waamuzi. Walikuwa wanakuja na matokeo kutoka wapi? Kutoka majumbani kabisa. Sababu haonekani, hakuna ushahidi kwa sababu mtu anaenda huko gizani, unacheza gizani huko, ukirudi utalalamika nani kaona. Lakini leo hii referee akienda tofauti tu jioni huko kwenye mtandao unaonekana kabisa pale sio. Kwa hiyo hata na wao zinazunguka. Kwa hiyo sasa ligi imekuwa inachezwa katika msingi wa sawa. Wewe ujiandae vizuri tu. Kama umejiandaa vizuri, ndio maana unaona hata simu sasa hivi matokeo, hata ukienda nje unapata matokeo, ukirudi nyumbani kama umejiandaa vizuri unapata matokeo. Lakini zamani unaweza kumaliza msimu usipate matokeo nje. Wiki chache zimepita Matola, ukiwa kocha wa Lipuli mkakutana na Simba, timu yako ya zamani, timu ambayo kwako wewe ni ya kujivunia sana kwa vyovyote vile, na hakuna ubishi wote kwamba wewe ni Simba yule watoto wa siku hizi mjua unasema Simba lialia. Yaani naweza kusema ni familia kabisa. Sasa mashango yote ni sawa. Mmecheza nao na siku moja kabla ya hiyo mechi zilizagaa picha mitandaoni kwamba ulitembelea kambi ya timu ya Simba, na hiyo picha ikawa kitu kimoja, mpaka ibuka taarifa nyingine kwamba Matola amevuta mzigo, kwamba umekula mlungula. Ni kweli. Na kwa maana hiyo baadhi ya wachezaji utakuwa angalau mwambie jamani, hii ndio timu yetu, ubingwa ni lazima mwaka huu. Kwa hivyo zikazagaa taarifa hizo na watu wakaja juu kweli hapa Iringa, mkarudisha mzigo ili mambo ya watu yarudi, na sasa mkasema kazeni, na ikawa hivyo kweli. Simba jasho lilitoka hapa. Barwani, unasemaje kwenye hili? Mimi Barwani, kwanza nataka nikwambie kwenye kazi yangu, kwanza namshukuru Mungu. Mimi kwenye maisha yangu sinaga tamaa, na wale Simba wenyewe mimi wananiheshimu kwa sababu kipindi chote ninachocheza Simba na mafanikio nimepata Simba, sija kupata kashfa yote ya kwenda kuchukua mzigo sehemu ili. Kwa hiyo kwanza wenyewe wananijua mimi kwa msimamo huo. Ndio maana kama wanafikiria kufanya hivyo, hakuna hata mmoja anaweza kusubutu kunipigia mimi simu kuniambia bana Matola, chukua hela hii tufanyie hivi, hamna. Lakini vile vile Barwani, mimi siwezi kuchukua hela alafu nimpelekee mchezaji alafu nimwambie mchezaji mimi nifungishe. Yaani ukafanya mtani mwenyewe ujifelishe mwenyewe, haiwezekani. Mimi niko pale kwenye kazi yangu, ile kazi yangu Barwani. Hayo yanafanyika Matola, hata kama wewe unasema huwezi. Wewe unasema huwezi. Mimi namsemea lakini mimi siwezi kumsemea mtu. Lakini unaamini haya yanafanyika. Kwa the way watu wanavyoongea ndakana yanafanyika kweli. Lakini mimi siwezi kumsemea mtu, mimi najisemea mimi kwa sababu Barwani, hii sio mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza kabisa na Simba Dar es Salaam, mimi niliondoka hapa mkoa mzima wa Iringa ukiwa hauamini kwamba bana kama Matola anaweza kaenda kaifunga Simba, hata mkoa. Umeona? Na hata tulipofika Dar es Salaam kule, mimi nimejiandaa kucheza mechi ile na Simba. Nataka nikwambie Barwani, huwezi kuamini kitu kilichotokea. Yaani kuna watu walitoka Iringa, viongozi wanasema bana sisi bana tuamini kama bana mechi Matola lazima atawachia tu Simba ili tumwamini Matola, tumletee kitabu, tumletee msaafu. Unataka kulishwa yamini? Kwani mimi nilishika msaafu na kwambia Barwani. Nikamwambia bana nataka kuniamini mimi, yeye waletee nao msaafu. Mimi nikashika msaafu, mwisho wa siku mpali katoka suluhu ya moja. Mngefungwa, ngoja kidogo. Mngefungwa na umeshika msaafu hata kama hukula chochote. Ungejisikiaje? Labda waridhisha wale waamini kabisa, kwa sababu kama ni kufungwa inakuwa ni swala la mpira. Na hata pamoja na yote ulijisikiaje kulazimishwa kushika msaafu? Nilijisikia vibaya sana, ndio maana mechi nilikataa kushika msaafu.
Walikwambia ushike? Walitaka tunia kuleta habari zile pale, lakini kilichoniuma zaidi kwa sababu kabla ya mechi kuchezwa hii mimi nishaitwa kwa mkoa mkoa zaidi ya saa nzima nimekaa naongea na mkoa mkoa. Habari zinasambani hizo kwamba Matola amechukua hela amefanyaje, umeona? Na kuna baadhi ya watu wakataka kuleta kama turudi kama vile Dar es Salaam. Nikamwambia bana haiwezekani. Mimi sasa hivi sishiki msafu kwa sababu ile msafu kwanza sio kitabu cha kuchezea kwa sisi Waislamu. Umeona bana? Siwezi kuwa tunashika msafu. Kwa nini tunashika msafu kwa mechi moja? Na sio mechi zingine. Kama kweli ina maana mnataka yani mnapenda tufungwe na mechi zingine, timu zingine kufungwa sawa lakini mechi moja. Mimi naamini nikafanya kazi yangu kama mimi. Sawa. Sasa unawaambia nini? Uliwaambia nini wachezaji wako mechi ya mwanzo na hii ya hapa? Maana yake unacheza na timu yako kabisa. Na moyo wako unakuaje wakati huo? Kwa sababu mimi nipo kazini kwa sababu Simba kweli nimecheza, lakini napokuwa pale kwa sababu hamna kitu kizuri ambacho Baruani mwalimu unatakiwa ukifanye. Upate yani umetrain timu yako, hamna kitu kizuri kwamba upate matokeo. Yani upate matokeo, unaona kabisa kweli nimefanya kitu ambacho baadaye kimekuja kunipa majibu. Kwa hiyo mimi nilitrain timu, lazima tupate matokeo. Kwa hiyo nikamwambia wachezaji wangu, mimi kwanza nataka niifunge timu ambayo haijaifungwa kwenye ligi. Kwangu mimi itakuwa CV kubwa sana. Kwa hiyo please tunaweza tukafanya kazi tuhakikishe tunapata matokeo. Sasa ndio imeshindikana. Kwa hiyo ukuifunga Simba na mara zote mbili na wao hawakukufunga. Kwa hiyo unajisikiaje? Ilikuwa ni mechi ya mwisho ambayo Simba sasa ni lazima mfunge Lipuli awe bingwa na hajachukua ubingwa kwa miaka 5 imepita. Ile bingwa lazima nifunge ndio. Kwa sababu kama hawezi kunifunga hawezi kuwa bingwa na mimi siwezi kumwachia. Ndio maana tunapata tabu sana kwenye international game. Bingwa lazima patikane bingwa wa kweli. Unadhani umetengeneza heshima yako sasa kwa wakazi kwa Wahehe hawa? Nafikiri kama hakuna Mhehe ambaye kaniamini mpaka sasa hivi basi atakuwa ni mbishi na kiburi chake mwenyewe. Matola, inasemekana kwamba baadhi ya mishahara kwa wachezaji wako inalipwa kutoka Dar es Salaam kwa moja kati ya vigogo wa timu hiyo ya Simba ambayo ni timu yako ya zamani, na hili halitii mashaka kwa utendaji mzima wa kazi? Mimi nafikiri ni urafiki. Ni kweli mchezaji najua wanamlenga mchezaji Joseph Owino, na Owino kweli atuletea Hanspop ndio mtu ambaye anamlipa mshahara na mimi nimekubalia aje kufanya kazi, lakini sifikiri kwamba hajatendea haki kazi yake anayoifanya. Kama angekuwa haitendei haki kazi yake, yeye anachoangalia ni kazi yake iko vipi. Na mara nyingi nakaa naye sana chini na Owino kabla mechi za Simba, na beba anatakiwa ujue hivi na hivi, na kweli ni mchezaji ambaye ndio namwamini na kasa nitafu na katika neza heshima sana katika game zote mbili. Kwa hivyo huna mashaka na uwezo wake na mambo kama haya? Sina mashaka kabisa, na kafanya kazi yangu ambayo mimi nimeipenda kabisa na niliyomtuma. Lipuli kuwa na wachezaji ambao wamesajiliwa na kiongozi wa usajili wa klabu ya Simba, hakuleti hiyo mashaka na huo mvutano na hofu ambao walikuwa nao wakazi wa Iringa kwamba ni yale tu inapokuja mechi ya Simba? Nje ya Simba unajua kwanza anatakiwa mtu aliyemsajili Owino ni mtu wapi? Hanspop ni mzaliwa wa Iringa, ni mkazi wa Iringa, na ni mtu ambaye anaisaidia kwa namna moja au namna nyingine Lipuli. Kwa hiyo anapoisaidia sio kwamba kwa sababu yeye yuko Simba anashindwa kusaidia timu ya mkoa wake, hapana. Ila sio kwamba anaisaidia Lipuli ili baadaye mje muachie Simba, hapana. Mnapokutana lazima mfanye kazi kama ambavyo kazi inavyosema. Hii ni Nyundo ya Baruan Mohuza. Nipo na Suleiman Matola, nahodha wa zamani wa timu ya Simba na mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Tanzania, na kwa sasa yeye ni kocha wa timu ya Lipuli. Matola, miaka michache imepita ulikuwa kocha wa Geita Gold Stars, timu ambayo ilishinda ushindi unaosema kwa hila, ushindi wa kishindo sana. Ikadaiwa ulipangwa matokeo yake na ikaleta tafrani kubwa, timu zikashushwa madaraja, wengine wakafungiwa maisha kabisa milele wasikanyage tena kwenye soka. Na ndio ilisababisha sakata lile, ilisababisha Mbao, watu wanaijua leo hii Mbao FC, kwamba ilichukua nafasi ya Geita baada ya Geita kuwa imeondolewa pale, kushushwa daraja. Wewe ukasalimika na ndio timu yako ilikuwa imefanya vile. Nini muujiza gani ulipitika pale? Ya muujiza wa mimi kusalimika, naam. Mimi kwanza nilisalimika kwa sababu nakumbuka mechi ya mwisho sisi tumeenda kucheza Kigoma na timu ya JKT Kanengo. Mkawafunga pale. Tukawafunga, nafikiri nakumbuka kwa goli 8. Goli 8 uwanjani. Goalkeeper akawa anaenda kujisaidia nje. Goalkeeper ndio mpira unaendelea ndio tuliwafunga goli 8. Kwa hiyo mimi nafikiri kilichosalimika zilikuwa zimebakia dakika kama 2-3 sisi tulipata penalti. Kwa ile penalti tulivyoipata ukatokea mzozo wao, Kanembo anagoma kwamba ile sio penalti.
hawachezi na sisi tunagoma kwamba, na sisi tunasema kwamba ile ni penalty, refa anasema ile ni penalty. Kwa hiyo wakati wanagoma wale, mimi kipindi hicho tayari nishapewa kadi nyekundu, kwa sababu mimi nakumbuka nilipewa kadi nyekundu na referee kipindi cha pili kinaanza tu. Nilimzonga kidogo mwa Kibendera, akamwita referee kwamba mimi namsumbua na akanipa kadi nyekundu. Timu mlifunga goli 8 na bado mlikuwa mnamzonga, mmetoka kufunga 20 au? Hapana, kwa sababu unaona, unajua timu yetu tulioikuta, kwa sababu leo tumekutana na timu ambayo kwanza imeshashuka daraja. Alafu karibuni kikosi chao chote kimeondoka pale. Kwa sababu sisi tumefika pale, kuna timu imetoka nyuma yetu sisi kawafunga wale goli 5. Na wale baada ya kufunga goli 5 wameshuka wakaondoka. Sisi tumekuta pale timu hata mazoezi haifai. Kwa kifupi tu ni kwamba ulilichukulia tukio limekuachia kumbukumbu gani? Kumbukumbu kubwa sana, kwa sababu kama unaweza kumfungia mchezaji au goalkeeper miaka 10 na faini ya milioni 10, kwa kweli kilikuwa ni kitu cha kusitisha sana. Lakini na wapongeze viongozi waliingia madarakani sasa hivi, waliona lile alikuwa sahihi, wamerudia kulinani, wamewachia wale watu huru na wanafanya kazi mpaka sasa hivi. Kazi yenu ya ukocha Matola, tumalize tu swali la mwisho hili ambapo tutaona kuna inasemwa kwamba makocha nyinyi wakati sasa ukifika wakati wa usajili, hiyo usajili huu wa kawaida ama dirisha dogo vyovyote vile, kuna kuwa na 10% unataka kumsajili Barwan Mohuza kutoka timu ya bwana njoo hapa, lakini tutakulipa hiki na utaniachia chochote na mimi na nini kama mwalimu. Ndio kocha ndio anataka mchezaji. Ndio unasemaje? Mimi nafikiri Barwani, unaona mtu anayefanya hivyo ndio maana hawezi kufanikiwa, kwa sababu Barwani ukimchukulia mimi ndio msimu wangu wa kwanza nakuwa kama ndo naanza kuiongoza timu katika Premier, na nachukua timu ambao haieleweki na naleta kidogo ushindani kwenye Premier, kwa sababu nimesimamia. Ukitaka kuchukua 10% ina maana utakosa kuchukua wachezaji ambao ni wazuri, kwa sababu nafikiri mchezaji ambaye anajiamini ana uwezo hawezi kukubali kupata 10% wakati ana uwezo. Wewe chukua mchezaji kama huyu mtoto wa Adam Salama, mimi nimehangaika naye mpaka kwa hiyo ndio nimtafutie ili mimi nimchukue aje. Sasa mchezaji kama yule unasema umehangaika naye, unamaanisha kwamba kwenye usajili, kwa sababu alikuwa anasumbuliwa na timu nyingi, yuko stand kule, mimi natakiwa nivunje mkataba wake, nifanyeje? Anataka maslahi mengi, kwa hiyo inabidi nimshawishi, nihangaike naye, nategemea mchezaji kama yule atakupata 10%, lakini angalia sana kuona wewe ndogo fadha wake bwana, kwa nini asikupe? Au basi hata kama sio 10% angalau bwana, mshahara ukitoka kocha angalau. Mimi wasifanye nadhani. Mchezaji atakayefanya hivyo, kocha anayefanya hivyo ujue, au mchezaji akuja hivyo hajiamini uwezo wake. Unamuelezeaje Salamba mwenyewe? Mimi nasema ni bonge la mchezaji, kwa sababu mimi Salamba first time namuona, tumecheza naye hapa katika mzunguko wa kwanza, kanisumbua sana. Mimi baada ya mzunguko kisha mimi nilimwita nikabeba na Adamu, wewe una mkataba wa muda gani stand? Akaniambia mimi teacher na mkataba wa mwaka mmoja, lakini mimi kule stand mpaka sasa sijalipa mishahara miezi 3. Kwa hiyo kama mimi unanihitaji, mimi na tatizo, mimi za kule nikaenda nikavunja mkataba kwa sababu sijalipa. Nilichomwambia mimi Adamu, mdogo wangu, mimi nikikaa na wewe nusu msimu, mimi na imani kabisa wewe sitakuwa na wewe tena. Akasema kweli mwalimu? Nikamwambia nakwambia kweli. Tulisaidiana mimi naye na kaka yake kuhakikisha tunampata Adamu hadi kwenda TFF, kesi stand kumwachia wataki, ikaonekana kweli mkataba wala amevunja kutokana na hajampa mshahara. Mimi ndio nikamchukua nikaja naye hapa. Leo hii Adamu hatujamaliza msimu, kwa sababu nimemchukua stand ana goli moja, leo ana goli 7 na ni mchezaji ambaye kishaonesha na leo hii kuna ofa zaidi ya vilabu 3 vinamtaka. Uko tayari kumuuza? Sisi hatuwezi kumzuia mchezaji, kwa sababu kama hatuna uwezo wa kumhudumia kila anachotaka yeye na kuna sehemu ambapo kuna maslahi mazuri zaidi, tuko tayari kumwachia. Tupe kumbukumbu ya mechi ya Simba na tuseme ya Zamalek na Simba ambayo mliwatoa kule Cairo mwaka 2003. Kila ukikumbuka inakujaje? Najua Barwani. Alafu Marabu ile ndio sio Marabu hiyo sasa hivi. Alafu timu ile unajua sio timu ilikuwa sio timu mchezo, kwa sababu tumeenda kutoa Zamalek, ni klabu bora bingwa Afrika mara 100. Na akiwa bingwa mtetezi. Na bingwa mtetezi, mchezaji timu ambayo inacheza na wachezaji ambao walikuwa kina Osama Hassan kina nani. Lakini mimi nafikiri Barwani kujua majukumu ya timu yetu ile pale kulitusaidia sana, kwa sababu nakumbuka mechi ile kocha wetu sisi alikuwa James Grace Yanga. Ila kabla ya mechi ile tulikaa sana Warabuni Oman. Namshukuru sana Twalibu Bilal, alitoa msaada mkubwa sana kwa Grace Yanga kumsaidia kwenda kucheza na wale Waarabu. Haikuwa kazi rahisi. Na unamzimia nani wewe katika makocha hapa Tanzania? Katika hawa makocha wenzao wanaofundisha Premier League, kwa maana ya makocha tu yeyote ile, awe ni wa kigeni awe ni mzalendo, mimi nafikiri unajifunza kwamba unajivunia kwa maana unajifunza kutoka kwake. Pengine katika makocha hao ambao ni wageni wanaofundisha ligi Tanzania, mimi nafikiri Prajim wa Singida
Ni kocha ambaye mimi namzinia sana kwa sababu anajua sana kufundisha mpira. Hata ukiangalia timu yake ni timu ambayo inacheza. Sio kama anabebwa na wachezaji wazuri wale, timu imesajiliwa wachezaji wakubwa tu. Wachezaji wazuri lakini lazima uweze kuwaunganisha kutengeneza timu, sio mchezo. Kwa hiyo ni mtu ambaye mnaweza kusema kwamba anakwenda vizuri. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante. Ni Suleiman Matola ambaye nimekuwa naye hapa kwa takriban saa nzima katika kipindi hiki cha Nyundo ya Barwan Mohuza, na tumezungumza masuala kadha ikiwemo nafasi yake akiwa kocha, lakini pia akiwa mchezaji wa timu ya taifa Tanzania na timu ya Simba kwa kipindi kirefu na cha mafanikio, lakini pia alitumikia klabu ya Super Sports ya Afrika Kusini miaka ya 2006 na 2007, akarudi nchini na akastaafu moja kwa moja baada ya kuitumikia Simba tena kwa kipindi kidogo kabla ya kuamua kutundika daruga, na sasa amekuwa kocha. Mimi ni kushukuru kwa kuwa nami, nikutakie siku njema, tuungane tena kipindi kingine kijacho. Ni Barwan Mohuza, asante na kwaheri.